Naam, nimekutana na taarifa kutoka kwenye moja ya chanzo kikubwa cha habari ikiwa inaeleza kwamba vilabu vya Simba na Yanga vinamfuatilia mshambuliaji wa kati wa klabu ya JKT Tanzania Paul Peter Kasunda, ikiwa ni kuelekea kwenye kujaribu kufanya biashara ya aina yoyote kwenye dirisha dogo la usajili linalokuja hapo Januari. Sasa hizi ni taarifa ambazo mimi binafsi nimeziona kutoka kwenye moja ya chanzo kikubwa tu cha habari, na ikumbukwe kwamba Paul Peter Kasunda ndo mfungaji bora mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya NBC akiwa amefunga jumla mabao 5. Of course JKT wamecheza michezo 10 mpaka sasa hivi, ni miongoni mwa timu ambazo zimecheza mechi nyingi, lakini nonetheless Paul Peter Kasunda amekuwa katika kiwango bora sana, ndo anaongoza kwenye chati za ufungaji, na katika magoli 12 pia ambayo JKT wameyafunga mpaka sasa hivi kwenye ligi, magoli 6 yametoka kwenye mguu wa Paul Peter Kasunda akiwa amefunga magoli 5 na akiwa amepiga pasi ya usaidizi moja. Kwa hiyo amechangia 50% ya magoli ambayo JKT Tanzania mpaka sasa hivi wameyafunga kwenye ligi kuu ya NBC. Sasa hichi hakijakwenda chini ya rada wala hakijaingia chini ya kapeti, ni kitu ambacho taarifa ilieleza kwamba vilabu vya Simba na Yanga wamekiona hichi kitu, na huenda kukawa kuna mwendelezo wa kujaribu kutaka kupiga hatua kwenye kuona biashara inafanyika na huyu mchezaji akiweza kutua katika moja ya vilabu hivi viwili. Sasa kwa kesi ya Simba specifically, kuna taarifa ambayo nimeiona kutoka kwenye vyanzo viwili vikubwa katika nchi ya Afrika Kusini, kutoka kwenye chanzo kinachoitwa NBS Sport, lakini pia kutoka kwenye chanzo cha goal.com South Africa, vyote vikiwa vinaeleza kwamba Kaizer Chiefs wanaihitaji huduma ya Stephen Dese Mukwala. Dese Mukwala kwenye dirisha kubwa kuna offers zilikuja kwa ajili yake, lakini hakuna ambacho kiliweza kumaterialize, lakini Kaizer Chiefs wako very serious kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna mwafaka wa biashara inafanyika mara hii kwa ajili ya Stephen Dese Mukwala kwenda kwenye klabu yao. Sasa kwa hoja hiyo, maana yake ni kwamba uhalisia wa mtu kama Paul Peter Kasunda kuhusishwa na klabu ya Simba kwa wakati huu ni kitu ambacho unaweza kuona wapi kinapotokea, kwa sababu kuondoka kwa Dese manake kutawaruhusu Simba kuleta mshambuliaji ambaye yuko kwenye form pia hivi sasa, then pia ni mzawa. Na ikumbukwa pia kwa hoja hiyo, tafsiri yake ni kwamba Dese anaweza kuwa na move on kwenye dirisha dogo, wakati ambao nafasi ya mchezaji wa kigeni haitolazimika kuja kuzibwa na mshambuliaji mwingine, kwa sababu tayari kuna mshambuliaji ambaye ni mzawa na yuko kwenye form, anaweza akawa amekwenda kuchukua hiyo nafasi. Na ukweli ni kwamba Simba wanahitaji nafasi ya wazi ya kigeni kwenye nafasi nyingine tofauti na eneo la ushambuliaji. Hiyo nafasi ya kigeni Simba wanaitaka sana sana kwenye eneo la namba 10 na kwenye maeneo ya winga zote mbili. Kwa hiyo kwa kesi ya Simba iko hivyo, ni kwa sababu kuna uhalisia kabisa wa mtu kama Dese Mukwala kuwa kwenye safari nyingine kwenye dirisha dogo. Kaizer Chiefs wanamhitaji sana. Taarifa kutoka Afrika Kusini zinadai kwamba Kaizer Chiefs wanapush kweli kweli. Kwa kesi ya Young Africans, of course inaonekana kama vile sasa hivi mshambuliaji kinara ni Prince Mpumelelo Dube. Maisha ya Andy Boyeli ni kama vile ananing'inia kwenye uzi, hakuna uhakika hasa, ni kama vile unarusha shilingi juu kuhusu mwafaka wake wa kubaki au kuondoka kwenye klabu hiyo. Kwa hiyo tayari kuna pendekezo la mshambuliaji ambalo Pedro Goncalves ameliwasilisha kwa viongozi, lipo kwenye ripoti ambayo amewasilisha kwa mtendaji mkuu wa klabu ya Young Africans, lakini hiyo haimaanishi kwamba hakutokuwa na mwafaka wa kujaribu kuongeza mshambuliaji mwingine, kwa sababu Clement Mzize hivi sasa hapatikani, lakini pia Clement Mzize hajakuwa defined moja kwa moja kama mshambuliaji wa kati. Bado mwafaka wake unaonekana kuwa ni wa mchezaji ambaye anatokea pembeni. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, maana yake ni kwamba Young Africans nao kwa kesi yao wanaweza akawa wanafikiria uwezekano wa kujaribu kutengeneza upana kwenye eneo la ushambuliaji wa kati, kwamba kuwa na washambuliaji wa kigeni wawili then kuwa na mzawa mmoja ambaye yuko kwenye form, kwa maana ya mtu anayeitwa Paul Peter Kasunda. Na kwa ambao wanamfuatilia Paul Peter Kasunda watakuwa wanajua kwamba hichi anachokifanya hivi sasa kwenye kikosi cha JKT Tanzania ni mwendelezo tu. Toka akiwa Dodoma Jiji msimu uliopita, goli 8, assist 2, amekuwa kwenye kiwango kizuri toka msimu uliopita. Anachokifanya hivi sasa ni mwendelezo tu wa kile ambacho alikuwa tayari ameshaanza kukifanya tangu huko kabla. Kwa hiyo tetesi za yeye kuhusishwa kwenda kwenye hivi vilabu viwili haziji katika namna ya kushangaza, bali ni tetesi ambazo zinajengwa kutokana na uzito wa kiwango ambacho mchezaji huyu amekuwa kikionyesha toka akiwa Dodoma Jiji, lakini mpaka hivi sasa katika kikosi cha JKT akiwa ni miongoni mwa washambuliaji wazao ambao kwenye form kweli kweli, na akiwa ndo kinara wa ufungaji kwenye ligi kuu.